Naitwa Gabriel Mwakagenda, mwenyekiti halmashauri ya Rungwe. Nashukuru kwamba leo tulikuwa na kikao cha baraza maalum la madiwani ambacho kilikuwa na ajenda moja kwa ajili ya kupitia na kupitisha hesabu za halmashauri yetu zinazoishia tarehe 30 Juni mwaka 2026. Na tunashukuru kwamba kikao kimeenda vizuri na baraza kwa kauli moja wameweza kupitia na kuthibitisha hizo hesabu, lakini pia kuweza kupitisha kwa ajili ya michakato mingine ama hatua nyingine inayoendelea kwa ajili ya kupeleka taarifa kwa CAG. Na nashukuru kwamba katika halmashauri yetu tunaendelea vizuri, na mwaka wa fedha ulioisha halmashauri yetu tulikuwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya maeneo mbalimbali yaliyoko ndani ya halmashauri yetu. Nashukuru kwa asilimia kubwa tuliweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa sana, kama asilimia 98 hivi. Tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Najua huwezi kufanikisha hii miradi bila kuwa na rasilimali fedha, na sisi kama halmashauri pia tuseme tunamshukuru Mheshimiwa Rais sababu ametupatia fedha nyingi kwenye sekta mbalimbali, sekta za afya, sekta za elimu, kuweza kutekeleza miradi mikubwa. Tumejenga shule mpya, lakini pia tulikuwa na ujenzi wa vituo vya afya ambavyo sasa vimekamilika. Lakini tunashukuru pia Mheshimiwa Rais amepatiwa fedha kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Fedha hizo zipo na tupo kwenye mchakato wa manunuzi. Na katika sekta ya afya tulikuwa tunaendelea na ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya. Jengo la ghorofa pale lilikuwa linaendelea na tulikuwa tumekwama kwa sababu tulifeliwa fedha kiasi cha shilingi milioni kama 300 hivi. Lakini tunashukuru fedha hizo, tukiwa mwishoni mwa mwaka wetu wa fedha, serikali yetu walitupatia fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya, hususan jengo lile la ghorofa. Kwa hiyo tuna uhakika sasa kwamba mara baada ya hizo fedha kuingia, sasa tunafanya michakato ya taratibu zingine za manunuzi ili angalau tuweze kukamilisha pale jengo letu la ghorofa na huduma zote zilizopangwa kuanza kufanyika pale zianze kufanyika haraka iwezekanavyo. Kwa tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa ajili ya kutuwekea hiyo alama na kumbukumbu muhimu sana ndani ya uongozi wake, lakini pia ndani ya halmashauri yetu kwamba tunaenda sasa kuboresha huduma zetu kwa sababu miundombinu yote itakuwa imekaa vizuri. Na ikumbuke kwamba fedha kwa ajili ya vifaa tiba tayari zilishatolewa na vingine tayari tulishaagiza MSD. Kwa hiyo bado kuna michakato tu ya kuweza kuleta hapo. So tuna imani kwamba ndani ya muda mfupi ujao tutaenda kukamilisha hilo. Lakini pia tumekuwa na michakato kwa ajili ya kujenga shule zingine mpya ndani ya halmashauri yetu. Kuna shule karibia 3 ambazo zinaenda kujengwa na fedha tayari tumeshazipata, tumeletewa. Kwa tupo kwenye michakato kwa ajili ya kuendelea na masuala ya manunuzi. Lakini pia kumekuwa na uboreshaji mbalimbali wa huduma zingine kwenye idara mbalimbali ambazo tumeendelea kupambana na kushirikiana vizuri. Lakini pia takuwa mchoyo wa fadhila nisipompongeza na kumshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Rungwe Bwana Renatus Mchao kwa kazi kubwa ambayo yeye pamoja na wataalamu mbalimbali wameendelea kuifanya ndani ya halmashauri yetu. Tunaona kwamba wao kwa sehemu yao kama wataalamu wanakaa kwa ajili ya kuandika maandiko mbalimbali ambayo yanawezesha sasa tunapokuwa tunatoka na kwenda tunaweza kupata fedha. Lakini pia tumejipanga kwa mwaka huu wa fedha unaoanza kwamba kuna mambo tunataka tuyaboreshe kwenye sekta mbalimbali. Moja kati ya sekta ambayo tunaipa kipaumbele
kwa sababu tunatamani kwamba tutoke kwenye utegemezi wa ushuru wa mazao, tuende tujikite sasa kuwe na mipango kwa ajili ya kutanua wigo, hususan katika vitega uchumi mbalimbali vikubwa. Kwa tupo tunaendelea na ujenzi wa jengo letu la kitega uchumi cha halmashauri hapo, ambalo tunaelekeza nguvu kubwa sasa katika kujenga, na tupo tunaendelea na ujenzi wa soko letu la ndizi pale Kiwira Kalasha. Tunaamini kwamba ni moja kati ya vyanzo vingine, lakini pia tunajikita pia kwenye kuboresha sekta yetu ya utalii ndani ya halmashauri yetu, kwamba Mungu ametujalia halmashauri yetu tuna vivutio vingi vya utalii, na tumejikita sasa kwamba tunaenda kuboresha hivyo vivutio vya utalii kwa kufanya maboresho. Tuna kisiba pale, kuna maboresho makubwa sana ambayo tunaenda kuyafanya. Tunatamani kwamba hata tunapokuwa tuna hosti wageni kwenye halmashauri yetu, tunaweza tukawapeleka maeneo kama yale. Ni sehemu ambayo mtu anaweza tunaweza kufanya vikao, kufanya nini, sehemu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo tuko na mipango hiyo pia kwa ajili ya kuendelea kuboresha maeneo ya kiutalii. Tunatamani kwamba hiyo idara pia iwe ni moja kati ya sehemu ama mihimili mikubwa ya vyanzo vyetu vya mapato, sababu hatuwezi jua leo tukitegemea sana kwenye mazao haya kukimbizana kila siku kwenye ushuru na nini, kuna mwaka pengine mvua kutakuwa na ukame, manake obviously tutashindwa kuendesha halmashauri yetu. So tuko na mambo hayo pia, lakini pia tumejipanga kwenye elimu. Tunaenda kwenye mabadiliko makubwa ya mtaala ulioboreshwa kwenye idara ya elimu ya awali na msingi. So kwa halmashauri yetu, sababu sasa watoto walioko darasa la 5 sasa na walioko darasa la 6 mwakani wote watafanya mtihani. Sasa tutakuwa na mapokezi ya wanafunzi mara 2. Kwa kwenye halmashauri yangu ya Rungwe tumejipanga na tunapambana sasa kuona namna gani tutaenda sambamba na hilo ongezeko la idadi kubwa ya watoto ambao wataenda kwanza wote. Sasa kwa pamoja tunahitaji tupate fedha zaidi ya shilingi bilioni 4 kwa ajili ya maandalizi ya mapokezi ya hao watoto. Lakini pia hata sisi tunaona tunalo jukumu pia, tutakapokuwa tunaendelea kuandaa huo mpango mkakati ambao sasa ni mpango mkakati ambao unahitaji sana uwe ni jumuishi, lakini pia shirikishi, kila mtu aone umuhimu na nafasi yake ya kushiriki kwa ajili ya hao watoto, kwa sababu ndio mara ya kwanza serikali yetu tunaenda kutekeleza huo mradi. Kwa tumejipanga pia tunaenda kujenga shule nyingine ya sekondari maalum kwa ajili ya wavulana, wasichana. Tunaona pia kuna uhitaji mkubwa sana kuwa na shule maalum ya wavulana. Kwa ni moja kati ya mpango mkakati wetu kwamba tutaenda kujenga shule ambayo tumejifunza pia kutoka kwa majirani zetu kwamba ni moja kati ya mambo mazuri yanapaswa kuigwa. Kishaona jambo zuri bila kujali kwamba linafanyika wapi na nani kafanya, madamu ni zuri, lina faida kwa jamii, kitu tutaenda kufanya hilo pia. Kwa hiyo ni baadhi tu ya mambo ambayo tumepanga kwa ajili ya kufanya. Asante sana.